Amen. A very good morning to all of you. And I welcome you to this wonderful service. It's a privilege to be alive, and for that we thank the Lord for. Basi tunageukia neno la Mungu takatifu na tutaangalia mahali tulipoachia juma lililopita. Tuko katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 28. Nimeanza na dakika 44, tafadhali pioniki. Okay. Mlango wa 24 tulifanya vifungu hadi fungu la 22. Na juzi tulikuwa tukiweza kuangalia hasa kupatikana kwa bibi harusi ama mke wake Isaka, lakini hatukuweza kumwangalia mke huyu kwa undani, japokuwa tuliweza kugusia kidogo hali ya sifa zake. Hapokuwa tulikuwa na mjumbe ambaye aliweza kuonekana hapa, na mjumbe huyu akiwa ameweza kulichukua jukumu ambalo bwana wake aliweza kuhitaji akaweze kulifanya kuanzia fungu la 9 tunapomuona mjumbe. Sasa baada ya kuwa ameweza kuingia katika kiapo, Pastor Shadrack nafikiria unishughulikie kipaza sauti changu. Ameingia katika kiapo, na alivyoingia katika kiapo akijua yale ambayo yanamkabidhi katika kukitimiza kiapo, ama kama akikivunja nini kingeweza kutokezea. Amen. Hallelujah. I think that's fine. So he took off kutoka fungu la 9 akiweza kuiendea safari ya mahali Abrahamu alikotoka, Harani, na tukaona kwamba aliweza kufika, na alipoweza kufika Harani tunaweza kuona ya kwamba yuko Harani na amefika katika kijiji chenyewe ama mji wenyewe wa kina Abrahamu, unaitwa mji wa Nahori. Sasa Nahori hapa kuna Nahori mara mbili ambao inaweza kutumika katika mji huu. Kuna Nahori wa kwanza ambaye ni babu ya Abrahamu, baba Ketera, ambaye alikuwa anaitwa Nahori, na kuna Nahori wa pili ambaye ni ndugu ya Abrahamu, yani Tera alizaa jina la babaye Nahori mwingine. So Biblia inaposema ya kwamba aliweza kufika katika mji wa Nahori, katika hizo two senses zote inakuwa sawa, kama ni katika mji wa Nahori kwa sababu ya baba yake Abrahamu, ama ndugu yake Abrahamu mwenyewe, yote inakuwa sawa. Na tuliweza kuangalia katika kujieleza kwake huyu mtumwa. Amefika sasa katika mji ule aliotumwa, lakini kumbuka ameapishwa, na ameapishwa kwa kiapo ambacho ni kiapo cha mauti na uzima. Kwa hivyo katika lugha nyingine ni kusema lile jambo linalomkabidhi huyu Elieza mtumwa si jambo rahisi. Si kupata mke tu kutoka pale, ni kupata mke wa watu wa Abrahamu katika mji ule wa Nahori. Kama ataweza kukosea kwa njia yoyote, inamaanisha ya kwamba anahatarisha maisha yake.
lakini tunaona ujasiri wake bwana huyu, na nafurahishwa na maombi yake. Labda kama ni mimi ningeweza kutetemeka sana na kuogopa sana nikijua ya kwamba the assignment that has been given to me, it is the assignment between life and death. Na labda kama anaweza kuwa aliogopa, lakini tunamwona kwamba mtu huyu alikuwa ameweza kuingizwa katika imani yake Abraham. Anaonekana naye amekuwa na ufahamu juu ya Mungu huyu wa Abraham, na anaomba, na ombi lake linanifurahisha. Fungu lile la 12, Biblia inasema katika kitabu cha Filipi 4:6 ya kwamba msifadhaike kwa neno lolote, bali kwa kila jambo kwa kusali na kuomba pamoja na shukrani hoja zenu zijulikane. You can verify. Biblia inasema pia katika waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 fungu la 7, akianzia fungu la 6, mwandishi anasema, jinyenyekezeni basi chini ya mkono hodari wa Mungu ili awakweze kwa wakati wake. Fungu la 7, mkimtwika yeye fedheha zenu zote, kwa maana anawajali sana, anajishughulisha na mambo yenu. Katika lugha nyingine, Philippians 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Amen. Kwa hivyo bwana huyu anaonekana anaujua uhusiano wa Abrahamu na Mungu ambao umekuwa sehemu yake, na ombi lake tukaliona fungu la 12. Kama upo hapo msomaji unaweza kusoma. And he said, O Lord God, ukifika utaniambia, of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. Naye akasema, E Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Unaliona ombi hili, na nampenda huyu mtumwa anaomba, lakini unaliona mara kwa mara anarfaa kwa bwana wake. I don't know if you are a faithful servant of Jesus. Siku hizi hatuna watu kama Eliaza katika makanisa, hata wachungaji wakiombea watu wakipona, wanataka watushikie kamera, watuonyeshe watu wakibingirika. Kile wanachotafuta ni kutangaza wao kwa wana nguvu, hata si Yesu ambaye anafanya haya mambo. Kwa sababu baada ya mambo hayo utasikia ya kwamba na unakuwa umefungwa na madhabahu ya kwenu, unaweza kutoa sadaka, Bwana atakukomboa kama vile ambavyo amekomboa watu hawa. Your faithful servant Eliezer is. Anaomba, lakini anapoomba anasema, fadhili hizi ambazo Mungu niwaonyeshe isiwe juu yangu, zifanye fadhili hizi kwa sababu ya bwana wangu. Na tukaona katika ombi lake, unaweza ukasoma mpaka fungu la 18 ambapo tuliweza kupitia kwa haraka baada ya kuwa tumeziangalia sifa za kijana mpumbavu na kijana mwerevu katika ndoa. Naye akasema, E Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi iwe hivi, yule msichana atakayemwambia tua mtungi wako, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia, basi huyo na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka,
na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatoka, binti wa Bethueli mwana wa Milka, mkewe Nahori ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikra, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tazama, unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunalipitia ombi hili na tuliweza kuona ya kwamba mtumwa huyu anaonekana. Elder Carrington, ninakusihi tena mara nyingine, tafadhali nitengenezee mahali pa kuweka hizi vipaza sauti. Hii nafasi sasa naona inakuwa ndogo kwangu. Hapa inafaa pawe pa mhubiri tu, kumejaa vipaza sauti. Ni kwamba sina mahali pa kuweka Biblia. Tafadhali kuomba nitengenezee mahali pa kuweka. Tunaona maombi haya na tukaweza kuona lile ombi ya huyu bwana vile ambavyo analiwakilisha kumhusu yule mke ambaye anapatikana. Anahitaji mke ambaye ataweza kuwa wasawa kwa mtoto wa bwana wake. Na tunaona Elieza na mambo mawili kumhusu yule atakayekuwa mke wa Isaka. Cha kwanza, kuna kuwa na sifa ya ukarimu ambayo anahitaji, lakini pia kuna kuwa na spiritual concern. And the spiritual concern ni kwamba anataka mtu ambaye ataweza kuwa anaijua imani ya bwana wake. Na anamwambia Bwana maneno haya, tazama, ninasimama katika kisima hiki. Sasa hii taswira inayotokezea hapa, wengi wale ambao mko mjini labda hamwajui mambo haya. Sisi wa mashambani mtuulize. Hii ni taswira ya kule mashambani, hutaipata mjini, ya kwamba watu huenda kuchota maji. Watu ule mjini huwa iko hivyo. Masaa ya kuchota maji huwa ni asubuhi. Watu hurauka sana wakaenda si mito, sijui wengine wanatumia mito. Kule kwetu tunatumia kitu tunaita msara. Mama hii ni hapa na anajua kile ninachosema. Sasa watu huenda asubuhi kuchota maji, alafu pia huwa wanarudi jioni kwenda kuchota maji. Sasa ni masaa hayo. Lakini tunaona kile ambacho kinahitajika, na tuliweza kueleza ya kwamba kati ya vitu hivi viwili ambavyo bwana huyu anavitaja ni kwamba anahitaji mtu ambaye ataweza kuwapa ngamia na kisha aweze kuwapa na watumwa wake. Na tuliona ya kwamba kabla amalize kufanya hivyo, Bwana akalijibu ombi lake. Leo tunaanzia fungu la 22 na tutaendelea kutoka hapo. Nafikiria tuliweza kufanya maelezo yaliyo sawa hadi 21. So tutaanzia fungu la 22 hadi 28. Ikawa ngamia walipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu, uzani wake ulikuwa nusu shekeli, na vikukuu viwili kwa mikono yake, uzani wake ulikuwa shekeli 10 za dhahabu. Akasema, ubinti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda? Akasema, mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Milka aliyemzalia Nahori. Tena akamwambia, kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Yule mtu akainama akamsujudu Bwana, akasema,
na atukuzwe Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Basi yule msichana akapiga mbio akawaambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mradhi kidogo, labda tuliangalia fungu hilo. Kuna jambo ambalo naona ni vizuri tulitaje. Fungu la 16 tumeangalia kwa ndoto zangu, nikaona sijawatajia. Baada ya Elieza kuweza kuomba, tafadhalini natumia Elieza japokuwa jina halijatajwa hapa. Biblia inasema hivi, fungu la 16, utaweza kurudi hapa ndio tuendelee kuanzia hapo 22. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivi kwa sababu jambo hili linampa Mungu sifa. Katika maombi yake Elieza hatukuona mahali alipoomba ya kwamba apate mwanamke mrembo. Yeye aliweza kuhusika sana na ukarimu na utu wa ndani wa msichana yule ambaye anahitaji akaweze kuwa mke wake Isaka. Lakini tazama lile jibu ambalo Bwana anampa. Bwana anasema ya kwamba Rebeka alikuwa mwanamke mrembo mno. Labda ujue kati ya wanawake ambao wametajwa kuwa warembo katika Biblia hawafiki kama 20, lakini hata katika uchache huo Rebeka anapatikana mahali hapa. Unakumbuka wakati mfalme Suleimani alipokuwa amechukua ufalme kutoka kwa babaye, na alipoulizwa na Bwana aombe ni kitu gani anachotaka, Suleimani akaomba kwamba Bwana aweze kumpa hekima ya kuongoza watu wake. Lakini Bwana anapolijibu swali hili ama hitaji hilo la Suleimani, analijibu katika mizani gani na upana gani? Suleimani anafanikiwa kupata hekima kama alivyoomba, lakini pia Bwana anasema na nitakuongezea na utajiri na mali kwa sababu umetafuta kuyatenda mapenzi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona vile maombi yetu yanakuwa makosa. Mwandishi wa kitabu cha Yakobo anasema ya kwamba hatuna kwa kuwa hatuombi, lakini hata tukiomba kisha twaomba vibaya. Tunapoelekea mahitaji haya, hasa katika hitaji hili la kutaka mke, wewe ambaye unataka mke, mimi najua nimepita hapo. Unamwombaje Bwana? Bwana, nataka ukanipe msichana mzuri, mrembo, takayepita hivi watu waweze kumwangalia. Unaletewa gogosha sasa. Pastor, jameni, sifai kusema hivyo, samahani. Kuna mzee kule Malini anaitwa mzee Mangi, mhubiri, yeye pia alikuwa kitu kama siku nzuri Pastor Shadrack anajua. Lakini tunaona huyu ameomba na Bwana anaongezea, kwamba kama tukimwomba Bwana katika uaminifu na kutaka kutoka kwa Bwana yale yake, Bwana hutupa na kile kilicho zaidi. Je, hatutakubaliana na maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo akisema ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake? Alafu anasema tukishatafuta ufalme wa Mungu na haki yake, Bwana hatupei ufalme wa Mungu na haki yake, anasema na hayo mengine yote tutaweza kuongezewa, ili Bwana akapokee sifa. Katika wanawake ambao wametajwa kuwa ni warembo, ametajwa huyu Rebeka. Sara ni mmoja wa wanawake hao. Rachel pia, Raheli ambaye atakuwa bibi ya Yakobo, naye ataweza kutajwa kwa mwanamke mrembo. Abigaili yule ambaye aliweza kuchukuliwa na Suleimani mke wa Uria, tunaweza kuona na Tamari, tutaweza kuona katika mlango huu. Queen Vashti pia yule ambaye aliweza kumwolewa ili Esther aweze kuingia. Hawa ni wanawake katika maandiko. Esther pia anatajwa kuwa ni mrembo, na watoto wa Ayubu pia wanatajwa kuwa walikuwa warembo. Yaani mtu akimtafuta Bwana katika moyo ulio mwaminifu, Bwana hukupa zaidi ya hitaji lako tu.
Bwana Yesu asifiwe. Niko na rafiki yangu, huwa ni mtu wa muziki, mwimbaji yule. Sasa wanashinda nikimwambia mbona hujaoa? Mbona huoi? Anasema baba sijapata. Maana yeye anatafuta muimbi. Wewe tafuta mke kutoka kwa Bwana. Bwana ndio anajua kama kile unachohitaji kweli unahitaji na muimbaji pia. Haya, nilikuwa naona hilo lina maana sana tuweze kuliangalia. Basi wale ambao mnataka kuoa mnaweza kuyaiga maombi haya ya Elieza. So fungu la 22 tuliweza kuwaelezea kile ambacho kinatokezea, ya kwamba baada ya kile ambacho kimefanyika tunamuona Elieza akiweza kumpea huyu binti kipuli na pia mkufu wa dhahabu, na nikawaelezea thamani ya ule mkufu wa dhahabu alioweza kupewa, mkufu ambao thamani yake inapata milioni 2,222,000 na shilingi 69.1 kama ni pesa ya Kenya sasa hivi. Kasema ya kwamba usitafute anayeongelea juu ya utumishi, tafuta yule ambaye anaufanya utumishi. So kuanzia fungu la 23 na akasema maneno haya. Sasa huyu Elieza amekwisha kupata zile sifa ambazo alizihitaji kwa huyu binti, lakini tazama, hasemi basi hapa nimepata, kuna kitu kingine kimesalia. Nimesema ya kwamba katika yale aliomba mtu ambaye ataweza kumpea maji yeye, na jambo la pili akawa anaangalia pia atakayeweza kuwapa wale the camels, wale ngamia aliokuwa nao. Lakini kumbuka masharti ambayo aliingizwa katika kiapo ni kwamba akaweze kumpata msichana kutoka katika familia ya kina Abraham. Sasa hilo ndilo jambo ambalo limetokezea. Haya mengine Elieza ameweka tiki kwa sababu ameyaomba na Bwana ameyajibu. Lakini 23, and he said, whose daughter are you? Tell me, I pray thee. Hilo nalo lilikuwa la muhimu. Hilo nalo ni la muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa umehitaji mke ambaye atakuwa mwimbaji ama vile ambavyo utakuwa umeomba wewe, lakini je, ni wa imani yangu? Kwa sababu hili fungu la 23 linahusiana na imani ya Abraham. Anamuuliza, wewe ni wa wapi? Sasa ni kweli sasa hivi vigezo vingine vimekuwa sawa nami na mkufu nimekuvalisha, lakini hii nayo haiwezi kuiruka Elieza, jambo la imani hili. Wewe ni mtu wa watu gani? Kwa mfano, huyu msichana angesema ya kwamba mimi ni mtu wa watu wengine na kabila wengine na wala stoki katika ukoo wa kina Abraham, Elieza angeweza kufanya nini? Bado angeweza kumwacha huyu, kwa sababu katika kiapo alichokiweka. Tunaweza kuwa waaminifu kwa Bwana kiasi hiki ya kwamba hata kile tunachokitaka, kama ni kizuri, kama kina hata 98% ya vile tunavyotaka, lakini 2% si kile ambacho Bwana anataka. Je, tutaweza ku-overlook 2% kwa sababu 90% is right? Hapana. Kama hiyo 2% ndiyo kiwango cha Bwana, ni zaidi sana kuliko 98% ya kile ninachotaka mimi. Sijui kama unanielewa kile nasema. Kama katika ile listi yangu ya yule ninayetaka ameweza kukutana na vigezo vile ninavyotaka mimi 98, lakini 2% haikubaliani na kile ambacho Bwana anataka, si kile mimi ninataka tena, tafadhali muache. Kama atakuwa ni mpole, kama anaweza kuwa mkarimu, kama anaweza kuwa na uzuri wa ndani na wa nje kama vile tunavyosema, lakini kama hajaokoka bado hakufai. Tafadhali hakufai, usidanganyike. Wale walio na masikio wasikie ile roho wa Bwana anaiambia kanisa. Na binti anajibu, na anapojibu anajibu vilivyo sawa, na akaweza kupeana kila kilichoko.
Sasa hilo 23 kimeuliziwa vitu viwili. Elieza ameulizia vitu viwili. Ya kwanza, wewe unatoka wapi? Ni wa imani gani? Halafu kwenu kuna mahali majibu ya binti huyu yanaendelea. Lakini tuangalie fungu la 26 na 27. And the man bowed down his head and worshipped the Lord. Elieza baada ya kuona ya kwamba huyu binti ni kweli ana vile vigezo ambazo nimetaka, na pia hata kile cha bwana wangu nacho kinapatikana kwake, akajua Bwana yupo pamoja nami. Na nini anachofanya? Anaanguka chini, anamshukuru Bwana. Ni mara ngapi umemwomba Bwana na Bwana akakutendea, na ukarudi kwake Bwana ukaweza kumshukuru kwa sababu ya kujibu maombi yako sawa na vile ulivyoomba? Na fungu la 27 anasema, and he said, blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth. I beg in the way the Lord led me to the house of my master. I think I can repeat that. I beg in the way the Lord led me. I think that is very important. Je, Bwana anakuongoza, lakini anamuongoza mtu wa namna gani? Tumwangalie tena Elieza. Elieza anapoyatamka maneno haya, kumbuka ametoka Kanani kilomita 1500 kutembea kuweza kufika Harani, mahali ambapo anaenda kumtafuta mke. Imagine hakuwa anajua hii njia, kwa sababu yeye hajawahi kuwa huko. Amepewa tu maelezo na Abraham. Lakini isipokuwa kwamba Elieza aliweza kuchukua hatua ya kuanza kuelekea alikotumwa, Bwana asingeweza kumuongoza kama singetoka kutoka Kanaani kuanza kuelekea mahali anapoelekea. Nachojaribu kusema nini jameni? Wakati mwingine tunapotaka mambo, acha tuanze kuyachukulia hatua ya kuyaombea. Chukua hatua ya kuombea jameni. Kama unataka mke, hilo ndio jambo kubwa. Kwa hivyo msisikie vibaya nikiendelea kutaja jambo hili, kwa sababu hiyo ndio jambo kubwa katika mlango huu. Anza na kuomba, lakini usiishie kuomba. Macho yako yaanze kuwa wazi. Anza kuchukua hatua, Bwana akuongoze. Kiona msichana yule unapenda, kaongee naye. Chukua hatua. Jameni, unajua ni vigumu sana. Wale ambao wameendesha magari hapa ni vigumu sana. Gari kama limepakiwa, limewekwa tu hivi, ukaenda ukaingia pale ndani, na bila kuhakisha uanze kuzungusha usukani ili igeuke, ni ngumu sana. But isipokuwa uignite engine na gari ianze kuenda, wewe kucontrol hiyo steering inakuwa rahisi sana. Kama ukichukua hatua ya imani baada ya kuomba, utaweza kuona Bwana akiongoza. Elieza anasema, God has been on the way that he has led me. Take step forward, be on the way the Lord will lead. Alafu 28, binti huyu alipoweza kuambiwa maneno haya, tunamuona anaweza kukimbia mbio na kuweza kuenda kwao, kuweza kueleza kile ambacho kimeweza kutokezea. Lakini anakimbia akiwa na furaha binti huyu. Tazama sasa ni jioni. Asubuhi ilipoanza, Rebeka hakujua ya kwamba kutakuwa na tukio kama hili katika maisha yake. Tukio ambalo linakuja kubadilisha hatima ya maisha yake ya ndoa na umilele ambao ataenda kuishi, kwa sababu anaenda kukutana na mke ambaye ameweza kupangwa na Mungu kabla ya dunia kuweko. Rebeka alikusudiwa kuwa wa Isaka. Na mambo haya yanayotendeka yote, haya majaliwa yote ya Mungu anaweza kumwajalia nayo Elieza katika mambo haya yote, ni kuweza kulitimiza kusudi kuu la Mungu. Tusome 29 hadi fungu la 33. Na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Labani. Labani akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mikononi mwa nduguye,
akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivyo ndivyo alivyoniambia mtu huyo. Basi akamjibu mtu yule, na tazama, amesimama karibu na ngamia kisimani. Akasema, karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana, mbona unasimama nje? Kwa maana nimeiweka nyumba tayari na nafasi kwa ngamia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu msichana jioni hii imebadilisha maisha yake, na anakimbia kwa furaha akirudi katika nyumba yao na kwenda kueleza yale ambayo yamemkuta. Sasa yeye ametangulia, na alipotangulia kwenda kueleza, mambo yanatajwa hapa. Kuna bwana katika boma ambaye anaitwa Labani, dadake Rebeka, na huyu bwana ni kama anakuwa ni mwanabiashara mzuri. Alipomwangalia dadake na kuona kile kipuli na ule mkufu ambao ameweza kupewa, aliangalia na akajua thamani yake. Na aliposikia maneno ambayo dada yake aliweza kumhadithia, akatoka mbio sana kwenda kukutana na Elieza. Na tazama yale anayo yanena. Fungu la 30 inasema, and it came to pass when he saw the earring and the bracelet upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah, his sister, saying, thus spake the man unto me, that he came unto the man, and behold, he stood by the camels at the well. Then verses 33, a businessman speaking. And he said, come in, thou blessed of the Lord. Wherefore standest thou without? For I have prepared the house and room for the camels. Babake Rebeka bado yuko, lakini tunamwona Laban ndiye anayetokezea. Sijui kama mzee alikuwa hayuko kwa boma ama hayuko. Inawezekana kwamba hili linaweza kuashiria ya kwamba Laban alikuwa ni mtu ambaye anaweza kujadili masuala ya kibiashara. Maana tuliona huko mbele yale mambo, tutaona huko mbele vile alivyoweza kumfanya Yakobo. Tutaona, ndio tutamjua huyu bwana ni mtu wa namna gani. Naona ameona nafasi ya fedha hapa, na anapotoka anaongea maneno haya kwa yule mtumwa ya kwamba karibu ewe mbarikiwa wa Bwana, na anamchukua ndani na anamuelezea ya kwamba ameweza kuandaa kila kitu, na hivyo Elieza anaweza kuchukuliwa, basi anapelekwa katika boma lile. Na fungu la 34 tutasoma kutoka 34 hadi 49. This is a long reading. Akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahimu, na Bwana amembarikia sana bwana wangu. Amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyo nayo. Kisha bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakanaani ambao nakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa babangu na kwa jamaa zangu, ukamtwalie mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nawe umtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya babangu. Ndipo utafunguliwa kiapo changu hapo utakapowafikiria jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo utafunguliwa kiapo changu. Nami nikaja leo kisimani nikasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ukanifanikishia sasa njia yangu niendayo mimi. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji. Basi na iwe hivi,
msichana ajaye kuteka maji, nikamwambia nipe na kuomba maji kidogo katika mtungi wako ninywe, naye akaniambia, unywe wewe na ngamia zako pia, nitawatekea huyo na awe ndiye mke Bwana aliyemwekea mwana wa bwana wangu. Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama, Rebeka akatokea na mtungi begani mwake, akashuka kisimani akateka. Nami nikamwambia, tafadhali nipe maji ninywe. Akafanya haraka, akatua mtungi wake chini, akanena, unywe na ngamia zako nitawanywesha pia. Basi nikanywa, akawanywesha na ngamia nao. Kisha nikamuuliza nikasema, ubinti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Nahori, Milka aliyemzalia. Nami nikamtia hazama puani mwake na vikuku mikononi mwake. Nikainama nikamsujudia Bwana, nikamtukuza Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, aliyeniongoza njiani, nimtwalie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu yake. Basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli bwana wangu, niambieni; kama sivyo, niambieni, ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto. Elieza ni mmoja kati ya watumwa. Kama Bwana anaweza kukuajalia katika maisha yako kuwa na mtu mmoja mwaminifu kama huyu, tazama vile anavyofanya introduction yake katika fungu la 34. Sijui kama umeona amelitaja jina lake hapo, hajalitaja. Na imagine kutoka ile fungu la 34 hadi fungu la 49 kuna neno hapo limejirudia mara 22, ni neno Bwana wangu, Bwana wangu, Bwana wangu. Anamsifu Bwana wake. Elieza mawazo yake yalikuwa juu ya Bwana wake. Mawazo yako yako juu ya Bwana wako Yesu Kristo. Maneno yake yalikuwa juu ya Bwana wake. Na nasema hii ni picha iliyo bora sana katika maisha yetu ya imani. Tunapoongea, watu wakitusikia tu katika kuongea kwetu, wanaweza kujua sisi ni wa imani. So Elieza kila amefanya hapo, ameweza kuelezea yale mambo ambayo yametokezea, na ndio maana sitaweza kupitia hapo kwa sababu ameelezea tu kila ambacho kimetokezea mpaka mahali alipofika. So tutaweza kuona, lakini kitu anachokitaja katika fungu la 36, Elieza pia anamtaja Isaka ambaye ndiye mume atakayekuwa wa Rebeka, na anamtaja katika sifa hizi ya kwamba Isaka ndiye mrithi wa utajiri ama wa mali zote za Abrahamu. Unaweza ukalisoma fungu la 36. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyonayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata nasi tunapoishi katika maisha yetu, tunapowaendea watu na kuambia habari zake Mungu, tuwaambie ya kwamba pia Mungu ana mwana wake, na mwana huyu amemweka kuwa mrithi wa mali zake zote. Kama vile Elieza anapowaelezea watu kumuhusu Abraham, haishii tu na kutaja Abraham ya kwamba ni tajiri mno, anarudi na kuambia huyo Abraham amepata mwana, na huyu mwana ndio amewekwa kuwa mrithi wa mali zote. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwana wa Baba, kama alivyoshuhudiwa katika siku ya ubatizo wake na Bwana Mungu. Sauti ikatoka kutoka juu mbinguni ikisema ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ambaye nimependezwa naye. Je, tunafanya kazi hiyo ya kuweza kuambia watu juu ya mwana wake Baba yetu na Bwana wetu Mungu, ya kwamba ana mwana ambaye amemweka kuwa mrithi? Na tunaona ya kwamba mtu huyu ni mtumwa wa ajabu, mtumwa wa baraka. Elieza anaongelea juu ya ukuu wa bwana wake, na nimesema kama unahitaji kuwa mtumwa mwaminifu, talk well about your master.
them the master has a son, and that son is the heir. If you represent God, the Father, tell them about God the Son. He wanted one who would leave her old home and come. Anapoelezea habari za yule binti, tunaona ya kwamba Eliezer anataja mambo haya ya kwamba anawasihi waweze kumpea huyu mke aende naye. Changanuzi wa maandiko Charles Spurgeon katika vifungu hivi amesema maneno haya akisisitiza juu ya kule pressing on ambako Eliezer anasisitiza na jinsi ambavyo anahitaji kuweza kumpewa mtu huyu aweze kupewa mke aende naye. Maana tumeona wakiweza kuleta madai ya kuomba kwamba kama wanaweza kubaki kidogo, lakini anasema hivi, Spurgeon anasema, well, says one, I am glad you have spoken to us. I will think over it. But no, friend, I do not mean that. I do not want you to think it over. You have had enough of thinking. I pray that God's Spirit may lead you to an immediate decision. Haya ndiyo mambo ambayo yanafaa kuwa katika maisha yetu ya kila siku. Kuanzia fungu la 50 hadi 53. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Labani na Bethueli ambaye ni babake wanajibu, wanasema ya kwamba jambo hili limetoka kwa Bwana, hatuwezi tukapingana naye. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambia, nilipoenda mara ya kwanza kuenda kujulikana kwa mke wangu, sikuwa hata na kitu, nilikuwa na Mungu peke yake. Ndio nilikuwa nimebeba. Na hata watu walipokataa siku hiyo kuweza kunipeleka, niliamua kwenda peke yangu, maana niko na Mungu. Lakini Bwana katika majaliwa yake akaweza kunipa mtu ambaye alikubali kwenda nami. Na sikuwa nimewahi kukaa mimi kikao cha watu kuweza kujadili mahari. Kwa hivyo hata sikuwa najua nini mila za Wataita zinaweza kusema. Lakini kitu niliomba kwa Bwana ni kwamba, Bwana, unajua mimi sina kitu. Sina ndugu yangu ambaye anaweza kusimama na mimi, wote wamenikataa. Na ninawaambia ya ajabu, nilipata kibali mbele ya ile familia. Ushai kusikia unaulizwa wewe mwenyewe ndio utatoa mali kiasi gani? Mahari utatoa wewe kiasi gani? Wewe mwenyewe. Hivyo ndio niliulizwa. Sasa walipotaja ile mahari yao, nikaona hata wangetaja ya juu zaidi. Unapotembea na Bwana, haya mambo yanafanyika jamani. Unapomwomba Bwana ukweli wa Mungu, ile mahari mimi niliitishwa, ningeachiwa mimi mwenyewe ningetaja juu. Na hata hivyo yako kwa moyo wangu bado, ya kwamba hata kama nimemaliza kulipa hiyo mahari, bado mimi mwenyewe nitaenda nishukuru tena ile familia kwa sababu ya ule ukarimu Bwana aliweza kunionyesha kwa watu hao. Lakini tunaona jambo lilo dhahiri hapa, na lilo dhahiri ni kwamba ni yale majaliwa ya Bwana, God's providence, kwa katika majibu haya anayosema. Na hilo jibu lao la mstari wa 50 ya kwamba this thing comes from the Lord and the Lord has spoken. Kuna mtu hapa labda anaogopa kuoa tu kwa sababu anasema hana mahari, hajui nini. Hajui vile Bwana anaweza kufanya.
unaona kile Bwana ambacho aliweza kufanya mahali hapa. So tunaona yale ambayo yanafanyika vifungu hivi 50 hadi 53 ni kibali cha Bwana. Tusome kutoka 54 hadi 60. Naona leo huenda nitaweza kumalizia juma lijalo na sitakuwa labda tuendelee kuanzia 54. Wakala wakanywa yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku, wakaondoka asubuhi. Naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, msinikawilishe mradi Bwana amefanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumwite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamwita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake. Wakambarikia Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1,000 nyingi, na wazao wako wa urithi mlango wa hao wawachukuao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So fungu la 54 linafungua na kusema kwamba wakala na wakanywa, na tunaona ya kwamba Elieza alipoingia katika boma mwanzo alipewa chakula na akasema ya kwamba sitakula mpaka niweze kueleza kile ambacho kimeweza kunileta. Hii si jambo prescriptive, prescriptive ya kwamba lazima ifanyike hivi, lakini tafadhali ukienda kwa wake zako achana ya habari ya kukula sana. Kile kimekupeleka pale ni mke. Peleka njia zako mpaka watu waanze kuona. Wewe utakosa mke, wewe peleka njia zako. Neno Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunaona mkono wa Bwana unapodhihirika juu ya mambo haya, na tunaona kwamba sasa wanaweza kula na kunywa, na tunaona kile ambacho kinafanyika baadaye, ya kwamba ndugu yake yani Laban na mama yake wanaanza kama ambaye kuleta kikwazo kidogo, na kile kikwazo ni kwamba wanamtaka Rebeka akae kidogo muda wa siku 10, na huyu mtumwa anasema la, isiwe namna hiyo. Adam Clark, changanuzi ule wa maandiko, alisema hivi katika vifungu hivi kuhusu huku kuzuiwa kwa binti huyu kwamba asiende na mume wake. Akasema, kama dunia ikishindwa kumzuia mwenye dhambi kuja katika imani, anapokuja katika imani wanaweza kuanza kumzuia asiendelee kukua katika wokovu. Kama wakishindwa kabisa ya kwamba siokoke, na akiokoka wataweza kuanza kumletea vikwazo, yani dunia, yani shetani. Sasa hapa wanaanza kuleta kama kikwazo, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Elieza anasema wala hilo halitawezekana. Mke nimempata alafu nimuache? Hiyo haiwezi. Na tunaona Rebeka anaitwa, na anapoitwa Rebeka naye anakubaliana nao ya kwamba nataka kwenda hivi sasa nikakutane na mume wangu. Nitakomea hapo kwa sasa, labda juma linalokuja hilo lingine Bwana akitujalia tutafanya vifungu hivi ambavyo vimebaki,
na pia niweze kuonyesha Kristo anavyoonekana, na tuende mlango wa 25. Ila ninapomalizia, wapendwa, kama vile ambavyo Elieza amekuwa mtumwa mwaminifu kwa bwana wake Abrahamu, nasi tukaweze kuwa waaminifu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Halafu kuna the model of prayer ambayo Elieza ameitumia, hii ya kuona providential sign ili kuweza kujua kama Bwana yuko pamoja naye. Nasema hivi precautionally ya kwamba wala siseme Mungu atendi kazi kwa jinsi hiyo, lakini nafikiria si njia nzuri sana ya kuweza kuomba mambo kutoka kwa Bwana, ya kwamba Bwana ni mpaka akupe dalili ya vile unavyotaka. Nataka tuseme hivi, nasema sisemi kwamba Mungu afanye kazi namna hiyo. Kama Bwana atakujalia katika rehema zake kufanya kazi namna hiyo ni sawa, lakini kama watu ambao tumeokoka, sisi tunatembea katika imani, si katika kuona tu peke yake. Kwa hivyo inawezekana kwamba hautaweza kupata kila kitu ambacho unataka katika akili yako, lakini ukiamini ya kwamba Bwana hata katika upofu wako anaweza kukuongoza kupata kilicho cha sawa. Yaani anayetembea akiwa kipofu ameshikwa mkono na Bwana ana heri kuliko anayetembea akiwa macho akiona lakini haongozwi na Bwana. Kile tunakitazamia, kile kilicho kikubwa cha kufuatilia ni imani tulionayo katika Kristo, na kama tukimwamini Bwana na kuliombea jambo tunalolihitaji, basi tuenende tukijua ya kwamba kwa kuwa tumemwomba Bwana, Bwana anatuongoza katika hili. Hii pia narudia kusema ya kwamba it is not a prescriptive text, it is just a descriptive text. Hii tunaelezewa lile lilotokezea, lakini haisemi ya kwamba ni sharti tuweze kufanya kama ilivyofanyika mahali hapa. I thought it's wise that I should highlight on that. Bwana wa amani awabariki sana. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa neno lako la hekima na busara na ushauri ambao umeleta kwetu Bwana katika maisha yetu. Kwa wale ambao hawajaoa Bwana, ukaweze kuwajalia, na wale ambao tumeoa, kuna kile ambacho tumetufundisha Bwana, ya kwamba uaminifu wetu kwako ukaeze kuonekana zaidi. Yote tunayoyafanya na kuyanena na kuyataja, tuyataje katika sifa na utukufu tukuelekeza kwako Bwana, ila si juu yetu. Katusaidie Bwana, hata sisi ambao umeweza kutukarimia katika vipawa vya kutumikia wewe, tunapotumika Bwana, tukaeze kuregesha utukufu kwako, wala si juu yetu, ya kwamba sisi tunaofahamu walili na lile. Bwana ukaweze kutukua katika maisha ya watumishi wako mahali hapa na dunia nzima, katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tumuongezee Bwana wetu Yesu Kristo makofi mazuri asubuhi ya siku leo.